Bwana Yesu asifiwe, ndugu unayetufuata kwenye ibada hii mahali pote ulimwenguni. Praise the Lord, brethren, whoever is following us all over the world. Saizi tuko katika ibada, ikiwa unatufuata nyumbani kwako ama mahali popote, Mungu akubariki. This time we are in service wherever you are, whether you are in your house and where you are, may God bless you. Na tumekuletea tena ujumbe siku ya leo ambayo nasema nguvu ya msamaha. We have brought you a message that says the power in forgiveness. Msamaha ni nguvu inayomfungua mtu. Wakati unasamehe unafunguliwa. Forgiveness is the power. When you forgive, you are set free. Kusamehe ni kusahau kabisa na kuyazika yale maovu walikutendea. To forgive is also to forget and you bury whatever wrong that they wronged you. Watu wengi wameibeba mizigo mizito ya watu waliowakosea na wameshindwa kuwasamehe. Many people are carrying heavy burden of those who wronged them because they failed to forgive them. Lakini ndio maana Bwana amesema tunene na wewe tena muda kama na huu kuhusu nguvu ya kusamehe. That's why God has told us to talk with you at such a time about the power of forgiving. Sababu msamaha inakuweka huru, ni nguvu inayomfungua mtu na kumweka huru. Forgiving makes you free because it is the power that sets you free. Tunasoma maandiko mawili. We are reading two chapters. Injili ya Luka sura 15. Luke chapter 15. Mstari wa 17. Verse 17. Tunashuka kidogo paka hapo 22. We shall go down up to 22. Injili ya Luka 15:17 hadi 22. Luke 15:17 to 22. Ninasoma kwa Kiswahili. I'm reading in Swahili. Wakati alipopata kujitambua akasema, wangapi wa watumishi wa mshahara wa baba yangu wanakula chakula na kushiba, na mimi hapa ninakufa kwa njaa. 18. Nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu, nitamwambia, Baba, nimefanya dhambi juu ya mbingu na mbele yako. 19. Sistahili tena kuitwa mwana wako, unifanye kuwa kama mmoja wa watumishi wako wa mshahara. 20. Akaondoka akakwenda kwa baba yake. Alipokuwa angali mbali, baba yake akamuona, akamhurumia. Naipenda hiyo sana. Akamhurumia, akapiga mbio, akamwangukia shingo lake, akambusu sana. 21. Yule mwana akamwambia, Baba, nimefanya dhambi juu ya mbingu na mbele yako, sistahili tena kuitwa mwana wako. 22. Lakini baba akawaambia watumwa wake, leteni hapa vazi lililo bora, mkamvalishe, mumpe pete kwa kidole chake na viatu kwa miguu yake. Amina. Amen. I'm reading the book of Luke chapter 15 from verse 17 to 22. But when he came to himself, he said, how many of my father's hired servants have bread enough and to spare, and I perish with hunger? I will rise and go to my father, and will say to him, Father, I have sinned against heaven and before you, and I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants. And he arose and came to his father. But when he was still a great far off, his father saw him and had compassion, and ran and fell on his neck and kissed him. And the son said to him, Father, I have sinned against heaven and in your sight, and I am no longer worthy to be called your son. 22. But the father said to his servants, bring out the best robe and put it on him, and put a ring on his hand and sandals on his feet. Amen.
Haleluya. Hallelujah. Andiko la pili ni Injili ya Mathayo sura 6 mstari wa 14 na ule wa 15. The second reading is in the book of Matthew 6, 14 14 and 16. and 16. 14 and 15. 14 and 15. Mathayo sura 6:14 Biblia inasema, kwa sababu kama ninyi munasamehe watu makosa yao, Baba yenu ya mbinguni atawasamehe ninyi vile vile. 15. Lakini kama ninyi hamsamehe watu makosa yao, Baba yenu hatawasamehe ninyi makosa yenu vile vile. Amina. I'm reading in the book of Matthew chapter 6, verse 14 and 15. For if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ujumbe huu juu ya msamaha ni ujumbe mzito sana. This message about forgiveness is a very heavy message. Inaomba tu Roho Mtakatifu kukusaidia. It needs Holy Spirit to help you. Sababu hauwezi pia ukasamehewe kama haukuomba msamaha. Because you can also not be forgiven when you have not asked for forgiveness. Na watu wengi watakosa mbingu sababu walishindwa kusamehe wale walio wachoma moyo ama walio watendea mabaya. Many people will miss out heaven because of not forgiving those who wronged them, who hurt their hearts. Ndio Bwana amenituma nikuletee ujumbe tena juu ya msamaha. That's why the Lord has sent me to bring you message about forgiveness. Haijalishi ukubwa gani ama ni makosa gani umetendewa, lakini samehe. No matter what big wrong they've done to you or small it is, forgive. Pia na wewe inabidi kumwomba Mungu msamaha kwa dhambi na makosa unayomkosea, na Mungu atakusamehe. Even you have to ask God for the wrongs you have done him, that he forgives you. Na tumesoma habari ya mwana mpotevu. We have read the story about the prodigal son. Huyu baba alikuwa na watoto wawili. This man had 2 sons. Na mwana huyu mdogo akamwambia baba yake, nipe sehemu yangu ya mali, ninaenda kufanya yangu maisha. The young son said, give me the portion of my wealth, then I go my way. Na baba yake And his father? akampa huyu mtoto mali nyingi. And his father gave him a lot of wealth. Akamfungia safari vizuri. And also sent him well. Akamwambia, mwanangu nenda kwa usalama. And told him, my son, go in peace. Lakini mtoto huyu alikuwa anamkosea baba yake. But that child had wronged his father. Sababu baba ana furaha aone watoto yake wako karibu na yeye. Because a father would be happy to see his children around Lakini him. mtoto huyu anaenda mbali na upendo wa baba yake. But this child went far off from the love of his father. Dhambi inamtengaka mtu na Mungu. Sin separates a human being with God. Inakubeba mbali na Mungu. It takes you far off from God. Huyu mtoto akaenda mbali, akatoka katika ile upendo ya baba yake, katika nyumba yao, katika familia, katika ile maisha, akaamua kwenda nje ya mbali. This boy decided to get out of good environment, out of the family, out of the love of the father. He went far off from the father. Na kule kwenye alienda akaanza tumia ile mali vibaya. And where he went, he started using hopelessly the wealth that he went with. Zambi ni mbaya. Sin is bad. Na mshahara wa zambi ni mauti. And the wages of sin is death. Zambi naua. Sin kills. Tamaa ikichukua mimba inazaa zambi. Now, when the lust conceives, it produces sin. Na zambi ikikomaa inazaa mauti. And when sin grows, it brings death. Zambi inampeleka mwanadamu mbali na Mungu. Sin takes man far off from God. Huyu mtoto akaenda mbali na baba yake. This boy went far off from his father. Yafurahia ile maisha. And now he was happy of the life he was living. Akaanza haribu hiyo He pesa. started spoiling the wealth.
na hiyo pesa ikaisha. and the money got finished. Iko mbali sana na familia He lake. was so far off from his family. Mali imeisha. Now the wealth is over. Hajulikani nani atamsaidia. He doesn't know and is not known who will help Hata him. wale walikula ile mali yake wanaanza mcheka tu. Now even those who ate of his wealth started laughing at him. Hakuna wa kumsaidia. No one to help him. Mwisho akaanza tafuta kazi. Now later he started looking for a job. Akapata kazi ya kuchunga nguruwe. He got a job of keeping swines. Na kaanza kula kwa ile chakula wanapatia nguruwe. He started eating of the food given to swine. Dhambi inamfanya mtu kuwa mtumwa wa ile dhambi. Sin makes one to be slave of that sin. Na inaomba Roho Mtakatifu kukutana na mtu aliye katika dhambi juu ajitambue, atubu na arudilie Mungu. It needs Holy Spirit to meet the life of the one who is in sin, and you come back to yourself and you confess your sin. Biblia inatuambia kwa kitabu cha Mezali, The Bible tells us in the book of Proverbs, sura yake ya 6, is chapter 6, mstari wa 16 mpaka 19. 16 to 19. Kuna maneno 6 ambayo Bwana anachukia, ndiyo ni 7 yaliyo machukizo mbele yake. There are 6 things that God hates, and there are those which are abomination to him. Macho ya kiburi, The proud look, ulimi unaosema uongo, the tongue that speaks lies, mikono inayomwaga damu isiyo na makosa, the hand that sheds innocent blood, moyo unaowaza mabaya, a heart that devises wicked miguu plans, mepesi kukimbilia maovu, feet that are swift in running to evil, mshuhuda wa uongo anayesema uongo. a false witness who speaks lies, Na ya 7, naye anayepanda mbegu ya fitina kati ya ndugu. and the 7th one, and one who sows discord among brethren. Moyo unaowaza mabaya. The heart devises evil. Huyu mtoto kutoka mnyumba ya baba yake ni moyo wake ilianza waza hii mabaya ya kumpeleka mbali. This child getting out of his father's house, he started thinking evil that took him to get out of his father's house. Na mtu mwenye yuko mzambi anatafutaka jaribu gisi atafinika ile zambi isionekane. The one who is in sin tries very much to get a way of covering himself or herself, the sin not to be seen. Lakini zambi ni zambi, hata uifiche muda tafike itaonekana tu na itakumaliza usipoitubu na kutengeneza. But sin is sin. Even if you hide it, one day it will come up. If you don't confess and stop that sinful nature, it will put you in open and destroy you. Mtoto akaanza teseka, anaanza ishi na nguruwe. This boy started suffering and started living with swine. Mtoto wa mfalme, A child of a king walikuwa mnyumba yao. who was in their own Baba house. yake ana watumishi wengi The father had many na servants wanalipwa vizuri, and are paid well. lakini mtoto wake But his own child amejikuta amekuwa mtumwa. now found himself a slave. Na watu wengi And many people wameenda mbali na Mungu, that have gone far from God, na kwa kuwa wamekuwa mbali na Mungu, and because they are far off from God, shetani ameingilia maisha yao. the devil has entered their Sababu lives. Biblia inasema Because the Bible kwa says Luka sura 10 na Injili ya Yohana sura 10 na mstari wa 10, because in the book of John 10:10, mwizi anakuja kuiba, kuchinja na kuharibu. the devil comes to steal, to kill and destroy. Shetani ndiye anakiaka iba mtu, anambeba mbali na upendo wa Mungu. The devil comes and steals someone and takes you far off from God. Na mwana mpotevu alipoanza teseka, Now when this prodigal son started kwa suffering, hiyo nguvu ya msamaha ina hatua 5. now the power of forgiveness has 5 steps. Hatua ya kwanza ni kujitambua. The first step is to come back to yourself. Huyu mtoto wakati alianza teseka, kaanza fikiria, akajitambua. When this boy started suffering, he thought to himself and he came back to himself. Watu wengi wako mshimu, wako mdhambi, wako mashida, lakini wanashindwa kujitambua. Many people are in problems. Many people are in the pit, but they have failed to come back to themselves. Lakini ukijitambua leo na kuomba msamaha na kurudi, ama ukijitambua leo na kusamehe waliokukosea, utapata hiyo nguvu ya msamaha. But when you come back to yourself today and you confess your sins and leave them, or those who have wronged you, you forgive them and you have peace with them, you will come back to yourself
and be well. Kujitambua. To come back to yourself. Kuona ya kwamba njia yenye uko amo haiko mzuri. To see the way you are going is not good. Kujitambua. To come back to yourself. Hatua ya pili, the second step, ni kuamua kukamata decision. Is to decide and take decision. Huyu mtoto akaamua. This boy decided. Akasema sitaendelea na hii maisha. Said I'll not continue in this situation. Amua leo kuacha hii maisha yenye uko ndani ya dhambi. Decide today to stop that life that you are living in sin. Maisha ya kulewa kila siku. The life of being drunk every day. Kila siku unalewa. Every day you are drunk. Na hata wakuletea ujumbe una maandiko pia katika Biblia unaletakalitaka sababu hauelewi Biblia mzuri ya kutafuta kujificha. Even if they bring you a message in the Bible, you also try to bring a verse in the Bible to cover yourself, which tries to defend drinking. You are trying to cover yourself. Hali ya usharati. The life of adultery. Hali ya kukosa kusamehe wengine. Life of not forgiving others. Hali ya chuki ya kuchukia wengine. Life of hating others. Hali ya kuteta mdomo, unateta kabisa, unateta watu, unachonganisha familia mingi. Life of sowing discord and bringing strifes in people's families. Hali ya kupenda kwenda kwa waganga na wafumu. Life of going to witches and sorcerers. Ukijitambua, if you come back to yourself na unaamua kuacha hiyo maisha, and you decide to live that kind of life, Mungu atakusaidia. God will help you. Mtoto mpotevu akaamua. The prodigal son decided. Akasema sitaendelea ishi hivi. Said I'll not continue living like this. Watumishi wa baba yangu wanapata mshahara mzuri. The servants of my father are earning good pay. Nitarudi kwa baba yangu. I'll go back to my father. Hallelujah. Hallelujah. Jambo la tatu ama hatua ya tatu, the third step or the third thing, ni kugeuka. Is to turn. Kuacha mabaya, to leave evil, kuacha njia zako, to leave your ways, na kugeukia njia ya nuru, and to turn to the way of light. Mwana mpotevu akaamuru kugeuka, atoke kwa ile inchi alikuwa ndani akichunga nguruwe, arudie kwa baba yake. This prodigal son turned and left the country where he was and turned back to his father's house. Hallelujah. Hallelujah. Kugeuka. To turn. Na kuombea kwa jina la Yesu Kristo. Unayenifuata. I'm praying for you who is following me. Kuna tabia zingine Mungu anataka uziache ugeuke. There are some characters God wants you to live and you turn from it. Akageuka. He turned. Na jambo la ine ama hatua ya ine, the fourth thing or the fourth step, ni kukiri, kuongea, kunena yale mabao ulikosea ule mtu na kuanza omba msamaha. Is to confess what you did wrong to that person and you ask for forgiveness. Na hatua ya tano ni kutubu ama kuomba msamaha. And the fifth step is to confess or to ask for forgiveness. Na huyu mwana mpotevu alipoanza safari, when this prodigal son began the journey, iko nakuja kwa baba yake, he's coming to his father. Baba naye alikuwa namkumbuka mwana wake kila siku, upendo ile ya baba na mwana. The father also was remembering his son day and night, the love of the father and the son. Alipomuona mwana wake kwa mbali, when he saw his son far off, roho yake ilifurahi kama mzazi. His heart was so happy as a parent. Akamkumbatia. He came and kissed him. Oh, napenda hiyo sana. I love that one so much. Akamkumbatia. He hugged him and kissed him. Akambusu sana. And he kissed him so much. Yule mwana akaambia baba yake. Then the other one told his father, nimefanya dhambi juu ya mbingu na mbele yako. I've done sin before you and before heaven. Sistahili tena kuitwa mwana wako. I'm not worthy again to be called your child. Yani alijitambua, akakiri na kaomba msamaha. Because he came back to himself and confessed it and asked for forgiveness. Mtu akiomba msamaha ni wa kusamehewa. If somebody asks for forgiveness, has to be forgiven. Huyu baba kamsamehe mtoto wake. The father forgave his son. Hata kama huyu mtoto alipoteza mali mingi ya huyu baba. Even if this boy lost
a lot of wealth of his father. Huyu mtoto alipatisha huyu baba haya. He made his father to be ashamed. Sababu habari zilikuwa nafika, mtoto wa mfalme anaanza chunga manguruwe, habari ziko namfikia huyu baba, anampatisha haya baba yake. Because this king, the news was spread and people were talking about him that his son is keeping swine. Lakini alimusamehe. But he forgave his son. Na akafanya sherehe kubwa. And he made big feast. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Akasema wamvalishe mavazi iliyo bora. He said, let him be dressed with a nice robe. Nguvu ya msamaha, unapoomba msamaha, unaposamehe, unakuwa mpya, unavikwa vazi mpya. The power of forgiveness, when you confess, you are dressed with a new robe. Unakuwa huru. You find you are free. Akasema mumpe na pete kwa kidole chake. He said, put on a ring on his finger. Na akasema mvalishe na viatu kwa miguu. Said, put on his shoes sandals. Huyu mtoto amekuja na mavazi ya uchafu, hana hata viatu, anatembea na mguu, hana viatu. This boy came with a filthy clothing. He didn't even have shoes in his feet. Alipoomba msamaha na akarudi kwa baba yake. But when he asked for forgiveness and came back to his father, baba alimsamehe. Father forgave him. Mungu ndiye baba yetu. God is our father. Na anakutafuta. And is looking for you. Anataka umurudilie. He wants you to come back to him. Upendo ya baba na mwana. The love of father and the Sijui nini son. imekutenganisha na hii upendo wa Mungu. I don't know what has separated you with this God's love. Ulikuwa unapenda Mungu sana mbele. You loved God so much at Ulikuwa first. naomba sana. You could pray so much. Ulikuwa unashuhudia hata mazuri juu ya Mungu. You could testify good of God. Lakini umechoka. But now you are tired. Umeenda mbali na hii upendo. You have gone far off from that love. Rudi tena. Come back again. Na yeye ni baba. His father. Atakusamehe. He will forgive you. Baba, samehe mke wako. Man, forgive your wife. Mama, samehe mume wako. Woman, forgive your husband. Watoto, sameheni wazazi wenu. Children, forgive your parents. Wazazi, muwasamehe watoto wenu. Parents, forgive your children. Wakristo, sameheni mchungaji wenu. Christians, forgive your pastors. Mchungaji, samehe wale watoto yako ya imani waliokuvunja moyo. Pastors, forgive your children in faith who broke your heart. Amua kutua ile mzigo mzito unabeba ya ule mtu tangu alikukoseaka, unakumbukako, unasikia na machozi na mwagika. Decide to remove that heavy burden that you feel on your heart of the person who broke your heart. Forgive the person and so that your tears can be wiped away. Dada, msamehe yule mume aliyekulilisha machozi na akakutupa. Sister, forgive that man who made you to shed tears and threw you out of his house. Samehe huyu mtu aliyekuhombesha pesa yako yote akaipoteza. Forgive that person who borrowed from you and did not pay back and lost all your money. Pia Mungu anakutafuta, anataka urudi kwake, utubu, wache yale makosa, atakusamehe leo. Also God is looking for you that you confess and he forgives you of all the sin you have committed to Sababu him. msamaha itakuweka huru kabisa. Because when you ask for forgiveness, you will be free. Unasamehe ni kama kuzika na unasahau kabisa. When you forgive, it is you forget and you bury it completely. Namalizia hivi. I'm ending like this. Baba mmoja alikuwa mfalme. One man was a king. Na alizaa mtoto mmoja peke yake. And produced only one child. Na huyu baba And that man, alikuwa na bata zake. he had ducks, his ducks. Na akaambia ule mtoto wake Prince, And he told his son Prince, napenda bata zangu. I love my ducks. Ukiuwaka bata yangu hata moja ndakufukuza na mimi nakukataa. If you kill even one of my ducks, I will reject you and chase you away. Akaambia hata mfanya kazi, Told even the servant, nyote mwatabusaka bata yangu moja ndamfukuzaka na mimi namkataa. whoever shall touch and kill one of my duck, I will reject the person and even chase the person away. Na huyu Prince, Now this prince, siku moja, one day, ndege mmoja alikuwa anataka kuja kula samaki. Kulikuwa samaki hapo. there was fish which was there. Ndege anataka kuja kula samaki. A bird wanted to come and pick
na the prince fish, aliposukuma jiwe, when the prince hit it with a stone, alipige ndege ile kunguru ikapiga bata ya baba yake ikakufa. instead of hitting at that bird which had come to pick the fish, he hit the duck of his father. Na baba yake alikuwa anakaa juu kwa gorofa, iko navuta hewa, alikuwa anaona hii maneno yote. And his father was high on the balcony, seeing everything that was happening down here. Na prince akachukua hiyo bata akaenda kaificha mara moja. And the prince got that duck and went and hid it immediately. Baba alikuwa anamuona akacheka tu. The father was looking at him and laughed at him. Mfanyakazi akamwambia, The servant told him, Prince, umeua bata ya baba. Prince, you have killed the duck of father. Mfanyakazi akamwambia, Prince akamwambia, tafadhali usimwambie baba. The prince told the servant, please don't tell my father about Ukimwambia it. atanifukuza. If you tell my father about it, he'll chase me Akamwambia, away. mfanyakazi akamwambia Prince, sawa. The servant said, it is okay. Kama hutaki niseme, If you don't want me to tell your father, utaanza fanya kazi mimi na wewe. you'll start working together with me. Utafanya kazi pamoja. We shall do the same work with you. Amuka asubuhi, Wake up early in the morning, wosha nyumba yote na gari. mob the house and even clean the Alafu njoo vehicle. uende kwa shule. And then you go to your school. Prince akaanza fanya makazi yote. The prince started doing all the work of the servants. Akateseka. He suffered Kila asubuhi every morning. mfanyakazi anamwamusha, The servant wakes him Prince, up. fanya kazi, Prince, wake up to fanya work. kazi. Do some housework. Prince akitalegea kidogo, If Prince sits a bit, mfanyakazi anaambia, ndaambia baba uliua bata yake. the servant tells the prince, I'll report you to your father, you killed his duck. Akamwambia usimwambie, usimwambie. Said, please don't tell my father, please. Lakini siku moja But one day, Prince akaona amechoka. Prince saw that he was tired. Akasema leo mimi mwenyewe naenda kwa baba yangu. He said, today I'm going myself to my father. Akaenda kwa baba yake. He went to his father. Akapiga magoti. He knelt Baba down. akamwambia usipige magoti, simama. Father told him, don't kneel down, just rise up on your feet. Akasema naomba unisamehe. Said, I'm asking for forgiveness. Forgive Akasema me. Prince umefanya nini? Said, Prince, what did you do? Akasema niliuaka bata yako. Said, I killed your duck. Baba akamwambia. The father said, Akacheka. laughed at him. Sikuliua bata yangu. The day you killed my duck, Nilikuwa juu. I was on the balcony. Nilikuwa nakuona. I was seeing you. Na nikaona jinsi umeizika. And I saw how you buried it. Lakini kwa kuwa mimi ni mzazi na nina upendo kwako, But because I'm a parent and have love towards you, hiyo siku nikakusamehe. that day I forgave you. Mwanangu nenda, hakuna shida. My son, go your way, no problem. Tangu hiyo siku From that day, Prince akakuwa huru. Prince became free. Asubuhi In the morning, mfanyakazi anakia muamsha tena. the servant came to wake him up Prince again. amuka uoshe gari. Prince, wake up, go and wash the Nafanye vehicle kazi. and do work. Prince anamwambia sitafanya leo. Prince said, I'll not work today. Mfanyakazi akasema ndaambia baba uliwaka bata yake. The servant said, I'm going to report you to your father, you killed his duck. Akasema wewe ndio umwambie. Said, go and tell him. Akaenda kwa baba. And went to the father. Wanamuuliza ni nini? Said, what is it? Prince aliuaka bata yako. Prince killed your duck. Sema sasa Said, now, Prince ni mwanangu, Prince is my son. bata ni zangu. The ducks are mine. Sasa nifanye nini? Now, what should I do with it? Prince akarudi. Prince came back, Akaambia baba, told the father, tangu niliuaka bata from the time I killed your duck, sikuwe na amani. I've not having peace. Mfanyakazi ananitumikisha sana. This servant has been making me to work a lot. Wakamfukuza They chased him away, huyo mfanyakazi that servant, na wakamfunga. Prince akakuwa huru. and they put him in prison, and Prince was free. Mfalme wetu ni Yesu Our king is Jesus, na wewe ndio prince. and you are the prince. Ukiamua leo If you decide today utubu, to confess, kurudia kwa baba, to come back to Father, unapiga and magoti, you kneel down, unamwambia and unisamehe, you tell him to forgive you, utakuwa huru you'll be free. na kutoka kwa utumwa wa shetani na kutumikisha kazi za ungepaswa fanya. And you get out of slavery. The devil is making you to be a slave. You are doing job that you are not supposed to do. Rudi kwa baba leo na utubu, Come back to Father today and confess, na atakusamehe. and he'll forgive Na you. wewe pia samehe waliokukosea. And also forgive those who wronged you. Acha kubakia na mizigo, haujue siku yako ni gani. Yesu akikuja leo na hiyo mizigo utaenda? Don't remain with your burden in your heart. Because if Jesus came back today, will you go to heaven? Ama kifo ikigonga leo, je, utaenda na hiyo mzigo? If death knocks at your door today, will you go with that burden? Rudi kwa baba, Come back to the Father, naye atakusamehe. and he will also forgive you. Acha tuombe Mungu. Let us pray to God. Baba, tumeshukuru kwa neno hili. Father, we thank you for this word. Kila atakayelisikia, Whoever has heard of this Roho message, Mtakatifu Holy Spirit, amsaidie help the person
kurudilia upendo ya Mungu. to come back to the love of God. Wale watakaosamehe waliowakosea, Those who will forgive those who have wronged them, wape nguvu ya kusamehe. give them power to forgive. Na wale waliokuasi ewe Bwana ajili ya dhambi na makosa na maovu, wanaporudi kwako kuomba msamaha na kutubu, uwasamehe. God, those who rebelled against you and wronged you, when they come to you and ask for forgiveness, forgive them, Father. Kwa jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Bwana akuweke huru kwa jina la Yesu Kristo. May the Lord make you free in Jesus' name. Shalom. Shalom.